Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans pamoja na Simba Sport Club, ambapo inaelezwa kwamba taarifa imeweza kutoka rasmi kabisa kuhusiana na ratiba ya kombe la ligi kuu ya soka Tanzania bara katika mchezo wa dabi ya Kariakoo. Hapa nazungumzia mchezo uliokwenda kuahirishwa. Hatimaye umeweza kupatikana muafaka wa tarehe rasmi ya kwenda kwenye marudio ya mchezo huo. Ni tarehe gani? Tarehe yenyewe hii hapa ambayo nimekusogezea, utakwenda kujua kila kitu mechi hiyo itakapokwenda kupigwa. Kila kitu kimeweza kuwekwa wazi. Kabla tujaendelea na mengine yote, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, acha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans pamoja na Simba Sport Club. Bana, mara baada ya kuweza kutangazwa kwamba mchezo huo utakuwepo, kila mmoja akawa anajiuliza kwamba ndio dabi imeweza kuishia hapo ama ni nini ambacho kinachoendelea, kwa sababu shirikisho la soka Tanzania TFF pamoja na bodi ya ligi waliweza kuweka wazi ya kwamba mchezo huo namba 184 ambao ulikuwa umepangwa kuchezwa Machi 8 2025, lakini ukaahirishwa kutokana na sababu ambazo uliweza kuzipata, ambapo klabu ya Simba waligomea mchezo huo, huko Young Africans wakidaiwa kwamba kuwazuia Simba kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hivyo sasa kile kilichoweza kutokea, hatimaye shirikisho likatoa taarifa yake ya kusema kwamba mchezo huo unaahirishwa, na hivyo basi watakwenda kutangaza tarehe mpya ya kwenda kuchezwa kwa mchezo huo ambao ulikuwa unasubiriwa kwa hamu kweli kweli. Sasa mara baada ya kile kilichoweza kutokea, hatimaye klabu ya soka hapa nazungumzia si wengine bali hawa ni klabu ya soka ya Young Africans. Wao waliweza kutoa taarifa yao wakieleza juu ya yale ambayo wao kama wao wameweza kuyafikia mara baada ya tarehe mpya ambayo iliyotangazwa kuhusiana na kurudiwa kwa dabi ya Kariakoo, kuhusiana na kucheza na klabu ya Simba, ambapo kamati ya utendaji ya Yanga chini ya rais mhandisi Elsi Said imefanya kikao cha dharura kwa njia ya mtandao kujadiliana na kukubaliana mambo yafuatayo. Kwanza, uongozi wa Yanga unatoa pole kwa wanachama, mashabiki, wapenzi na wadau wa mchezo wa mpira wa miguu waliosafiri kutoka sehemu mbalimbali duniani na kushindwa kushuhudia mchezo dhidi ya klabu ya Simba iliyokuwa ifanyike tarehe 8 Machi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Klabu ya Yanga ilifanya maandalizi yote ya mchezo kama inavyoelekezwa kwenye kanuni, ikiwemo kushiriki kwenye kikao cha maandalizi cha mechi kilichofanyika tarehe 7 mchana Dar es Salaam. Kwenye kikao hicho ambacho kilihudhuriwa na klabu ya Yanga na Simba, wasimamizi wa mchezo ikiwemo mratibu wa mchezo, afisa usalama wa mchezo, mtathmini waamuzi, kamishna wa mchezo na watendaji wa bodi ya ligi. Klabu ya Simba haikutoa taarifa kutaka kutumia uwanja wa Mkapa siku moja kabla ya mchezo husika kwa ajili ya kufanya mazoezi kama kanuni inavyoruhusu. Katika hali ya kushangaza, usiku wa tarehe 7 Machi 2025, klabu ya Simba iliwasili katika uwanja wa Mkapa ikiwa na magari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi, huku wakifahamu hawakuwa wamefuata taratibu za kupata haki yao ya kikanuni kama inavyoainishwa kwenye taarifa ya bodi ya ligi, ikiwemo kuleta ombi hilo kwenye MCM, kuwasiliana na msimamizi wa mchezo, meneja wa uwanja wala timu mwenyeji ambayo ni Yanga. Mamlaka ya uwanja ilikataa kuwaruhusu kuingia ndani ya uwanja kwa sababu hakukuwa na taarifa wala maandalizi yoyote yaliyofanywa kwa ajili yao, na baada ya kuwepo kwa sintofahamu hiyo, klabu ya Simba iliamua
kuondoka uwanjani hapo. Usiku wa kuamkia tarehe 8, klabu ya Simba ilitoa tamko rasmi la kugomea mchezo huo kwa kigezo cha kutopata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi, huku wakielewa zaidi kwamba hawakuwa wamefuata taratibu, huku kukiwa na taharuki kwa wapenzi wengi wa soka kuhusu uwepo wa mchezo huo. Baada ya tukio hilo la klabu ya Simba, asubuhi ya tarehe 8 Machi 2025, mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Steven Mguto alinukuliwa na vyombo vya habari akiwatoa wasiwasi na kuwahakikishia mashabiki waende uwanjani kwa sababu ratiba ya mchezo huo namba 184 iko pale pale, hakuna kilichobadilika. Lakini licha ya tamko hilo, mwenyekiti wa bodi ya ligi mchana wa siku hiyo hiyo tarehe 8 Machi 2025, kamati ya uendeshaji wa ligi kuu ambayo mwenyekiti wake ni Steven Mguto ilitoa taarifa ya kuahirisha mechi namba 184 kinyume na taratibu za kanuni zinazoendesha ligi kuu. Kutokana na maelezo ya hapo juu yafuatayo ndio msimamo wa kamati ya utendaji wa Yanga. Klabu ya Yanga kupewa haki yake ya ushindi kama ilivyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja inapogomea mechi. 2. Kamati ya utendaji ya Yanga imekubaliana kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yoyote itakayopangwa. 3. Kutokana na mfululizo wa uvunjifu na kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji wa ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto na katibu wa kamati hiyo Almas Kasongo. Hivyo tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu TFF kuivunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema kwa maslahi mapana ya mpira wetu. Unaona bana, akiweza kuweka jambo hilo sambamba kabisa, wakiweza kusema ya kwamba hawana imani na mtu yeyote pale ndani ya kikosi ama ndani ya TFF. Lakini inaelezwa kwamba kumbe kuhusiana sakata hili, nakumbushwa hapa kuwa kwenye historia ya dabi ya Kariakoo huwa wote wawili hawafanye mazoezi pale uwanjani siku moja kabla ya mchezo. Uwe mgeni au uwe mwenyeji, uruhusiwi kugusa uwanja. Imekuwa hivyo kwenye historia ya mechi zao na uwanja unalindwa. Kila mmoja anapaswa kufanya mazoezi anapofanyiaga. Jambo hili alipo kikanuni, hii kitu ndio nimejua leo, imenishangaza sana. Maswali yanakuja, kama mchakato huu haupo kikanuni na walikuwa wanaofuata wote wawili, je, walikuwa wanasimamiwa na nani? Wote wawili kwa kutekeleza kanuni hiyo mficho, maana hata mechi ya raundi ya kwanza mgeni Yanga akusogea kabisa kwa Mkapa. Nimetumiwa picha kuwa alifanya mazoezi Kigamboni ili sakata. Ligi ina kanuni na utaratibu, makubaliano ambayo hatuyajui rasmi. Unaona bana, kumekuwepo na makubaliano ambayo tofauti na kile ambacho kinachoenda kutokea. Unaona bana, hapa Young Africans ni kama vile wanaweka kususia kuhusiana na hili jambo ambalo linalokwenda kutokea kwa wakati huu, wakisema ya kwamba ratiba mpya ambayo itakwenda kutangazwa, ambapo inabainisha ya kwamba ratiba inasema ya kwamba klabu ya soka na Simba Sport Club zote mbili, Young Africans na Simba Sport Club, wote watacheza mchezo wa dabi ya Kariakoo mara baada ya ratiba ya ligi kuu kwa mechi ambazo zipo kumalizika. Yani utakuwa ni mchezo wa mwisho ambao utakaomaliza kufunga ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana